Jambo Christelle Fitre, mpendwa msikilizaji, hujambo na karibu kufuata matangazo yetu ya siku ya leo. Kwanza hapa muhtasari wake. Masiku machache tu ya kuanzishwa kwa mwaka mpya wa masomo, mashule za Beni jimboni Kivu Kaskazini zinajiandaa kuwapokea watoto wana shule ikiwa janga la Ebola lipo kwa mahali. Kunako mashule fulani vifaa vya kupambana na janga lile limewekwa tayari, ila haziko za kutosha kunako mashule nyingi. Wafanyabiashara huko Grand Bandundu warivishwa na kuondolewa kwa vizuizi visivyokubalika ambazo zilionekana kunako barabara kitaifa nambari 1, ikiwa itasaidia sasa matembezi kwa urahisi ya bidhaa ya uchumi. Na huko mtani Punia jimboni Maniema, mabinti wasiopungua 600 hivi wapewa msaada ya vifaa vya usafi ya viungo vyao vya siri. Msaada iliyotolewa kwao na shirika lisilo la kimataifa la Tear Fund wakishirikiana na jamii la kanisa la Kianglikani ya mahali. Mengi utayafuata kwa urefu kisha mkato huo. Mpendwa msikilizaji, karibu. Aya, leo ni siku ya 3 tarehe 26 mwezi wa 8 mwaka tuliomo. Tutafungua matangazo yetu ya hii mapema na ukarasa wa elimu kama nilivyotanguliza kusema. Masiku machache tu kabla mwaka mpya wa shule uanzishwe, mashule za mji wa Beni jimboni Kivu ya Kaskazini zinajiandaa kwa kupokea wanafunzi katika mazingira ya janga la Ebola. Kunako mashule kadhaa, taratibu ya ukingo tayari zimepangwa, ila vifaa haviko vya kutosha. Chantal Kahashi ametuandalia ripoti kamili. Kwenye mlango wa shule hii, kifaa cha kunawia mikono tayari kimewekwa. Hii ni moja kati ya hatua zinazochukuliwa ili kukinga watoto kabla shule zianze. Tunakuwa deja na thermoflash, tunapreleve temperature yake mbele aingie hapa kwa masomo yetu. Lavement, mtu mbele afanye kila kazi inaomba anje na mikono. Lakini shule zote hazina vifaa vya kutosha. Kiti haziko sawa hapa kwa pia Beni. Tuko tuna 5 kiti sur les 14 classes. Batoto yetu batakuwa na muna gani? Iko riskap tukufie humu anasi benyewe tunaogopa. Hali hii inawatia pia wasiwasi wazazi wakati shule zinakaribia kuanza. Nina wasiwasi kama shule haijaweka hatua za kujikinga. Pia kuna vyumba vya masomo vyenye wanafunzi zaidi ya 13. Hii inaweza kusaidia ugonjwa kusambaa. Robert Kambale, kiongozi wa subdivision ya Beni, anaomba msaada. Tunawahitaji ONG walete vyombo hivyo, walimu wapate epusha watoto kwa magonjwa inatushonga kwa hizi siku. Hapa Beni, kujikinga na Ebola bado ni jambo la muhimu wakati shule zinajiandaa kuanza. Beni, Chantal Kahashi, Radio Okapi. Tujielekeze huko Kwilu ambapo wafanyabiashara wa maeneo ya Grand Bandundu wamerivishwa mno na kuondolewa kwa vizuizi haramu zilizojaa kunako barabara kitaifa nambari 1. Shirika la wafanyabiashara ya mahali inapongeza maamuzi haya ambapo yawatolewa wafanyabiashara pumuzi. Kiongozi wa kongamano lile FIFA Mikabar amshukuru liwali wa jimbo kwa maamuzi haya, ila avunjika moyo kwamba maliwali wa majimbo ya Kwilu, Kwango na Maindombe bado hawashutuke, ingalao maelfu za mashutumu zilizotolewa kwao na wafanyabiashara kuhusu manyanyaso wanazoishi kunako barabara hii. Kwake yeye, kuondolewa kwa vizuizi haramu vile vyote vitarahisisha usafirishaji wa bidhaa na kusababisha hivi kushushwa kwa bei ya vitu vya uchuuzi. Masemi yake FIFA Mikabar inatafsiriwa hapa na Elise Kavira. Feki ya Grand Bandundu inamshukuru sana serikali kuu kwa kuondoa vizuizi haramu kwenye barabara ya taifa ya kwanza. Wakati huo huo, tunaonesha masikitiko yetu kwa kutojali kwa mamlaka za mkoa kuhusu jambo hili. Licha ya malalamiko yetu mengi, mamlaka za mkoa zilikuwa hazitusikilizi kabisa. Ndio maana tunamshukuru kwa dhati serikali kuu. Pia tunaomba PCR irudishe kwenye hazina ya umma fedha zote zilizokusanywa bila hati rasmi za malipo katika vizuizi mbalimbali. Kwa mfano, pikipiki zilitozwa 1,000 ya pesa za Kongo na magari makubwa hadi 14,000 ya pesa za Kongo. Sasa fedha hizo zote zilikuwa zikienda wapi? Kwa sababu mawakala wa Degerad hawakuwepo kwenye vizuizi hivyo mbalimbali. Tunaomba PCR
HCR irudishe fedha hizo zote kwenye hazina ya umma ili serikali yetu iweze kuzitumia katika kuhakikisha usalama wa nchi yetu. Bado tukiwa kwa maeneo ya Kwilu tu, tuwaharifu kwamba kongamano la wateja la asili ya uchuuzi ya nyama wa Kongomani jimboni Kwilu wapiga yowe kuhusu uzembe unaoonekana kunako pali pa kuchinja wanyama mjini Bandundu. Shirika lile la hufika na madhara kiafya ambazo wakaaji waweza kugongana nazo kwa ajili ya ukosefu ya uchunguzi ya wataalamu ya masuala ya afya ya wanyama na hasa nyama tayari zilizochinjwa na kuelekezwa kwa malisho ya wakaaji. Tuondoke Kwilu na tujielekeze sasa mjini Lusambo, mji mkuu wa jimbo la Sankuru ambao yapo katika heka za ukarabati wake wa kubadili taswira za ujenzi mbalimbali. Habari njema ni kwamba kilomita 50 za barabara zitawekwa lami hivi punde katika mradi wa serikali ya jimbo kupitia kampuni ya Safrimex, jambo linalozusha matumaini na furaha mioyoni mwa wakaaji wa Sankuru kwa maendeleo kiuchumi na hasa ya kijamii. Esther Dalafina amekuandalia taarifa inayosoma studioni na Bi Florence Kizalunga. Utiaji saini wa mkataba kati ya serikali ya mkoa wa Sankuru na kampuni ya Safrimex ulifanyika mbele ya viongozi waliochaguliwa wa ngazi ya mkoa na taifa pamoja na wakazi wengi waliofika kushuhudia tukio hilo linalotajwa kuwa la kihistoria. Katika awamu ya kwanza, Safrimex itaboresha na kuweka lami kwa mara ya kwanza kabisa barabara za mjini urefu wa kilomita 50 huko Lusambo. Wakazi tayari wanataja barabara kama vile Mobutu, Lubefu na Kole ambayo ya mwisho inaelekea kwenye kivuko cha feri mtoni kuwa vipaumbele vilivyosubiriwa kwa miaka mingi. Huu si mradi wa kwanza wa Safrimex. Huko Mbujimai, kampuni hiyo tayari imeboresha njia kadhaa za mjini ikitekeleza kazi iliyojumuisha kanuni ya usafi wa mazingira, mifereji ya maji, barabara, uwekaji alama za barabarani na taa za mitaani. Awamu ya pili imepangwa baada ya Lusambo, ujenzi na uboreshaji wa uwanja wa ndege wa Lusambo pamoja na studio wa barabara zinazounganisha Lubefu na Chumbe, Katakokombe na Loja. Kwa watu wa Sankuru, mradi huu unakuja wakati muafaka. Unaona mafanikio hii ya kisasa kama kichocheo halisi cha ukuaji wa kiuchumi. Tuondoke magharibi mwa nchi na tujielekeze sasa pande wa mashariki. Huko Kivu ya Kusini, wakaaji wa kisiwa wa Ijwi, maeneo ya udongo upatikanao katika ziwa Kivu, waomba kuhusika kwao kwa namna ya kipekee kabisa katika mchakato yote ya mradi ya kuondoa petroli na gesi za metani ziwani Kivu. Katika kikao cha kupeana fikra kilichoandaliwa Pabugarula kupitia msaada wa shirika linalohusika na haki za mazingira ICED, wakaaji hawa walitoa masharti zao kwake waziri ausikani na masuala ya hidrokariboni. Katika kitabu hiki cha masharti zao kumepatikana maongejeleo zao kuhusu mradi huo wa gesi. Bernard Nyangi atuarifu zaidi. Mkutano hiyo ya Ijumaa Agosti 21 na Jumamosi Agosti 22 ni sehemu ya mfululizo wa washa zinazoendeshwa na shirika ICED. Lengo ni kujenga uwezo wa jamii zinazoishi kando kando na maeneo yatakayohusishwa na miradi za uchimbaji wa gesi metani mwana ziwa Kivu kuhusu taratibu za kisheria ambayo lazima zifuatwe kabla ya uchimbaji wowote wa gesi. Kikao hicho cha huko Bugarula kisiwani Ijwi kiliwawezesha wakazi kutoa maoni yao kuhusu swala hilo, asema Nyebone Faustin, katibu mtendaji wa ICED. Mpango huu ulipokelewa vyema na wananchi wa eneo hilo ambao wanasema sasa wanauelewa mzuri zaidi maswala yanayohusu uchimbaji wa gesi ya metani. Tusikilize mama huyo akishuhudia. Mimi najua kama ile gaze iko na itakuwa exploite. Wale wenye bata exploite ile gaze, antukani kubambia biote be batafanya ba contacter communauté na ba integrer communauté. Ikumbuke kwamba bloku nne za gesi zimewekwa mipaka kwenye ziwa Kivu na serikali ya Kongo tokea mwaka wa 2022. Kampuni ya Marekani Symbion Power inayomiliki bloku ya Ijwi ilitangaza mnamo Agosti 2025 kuanza shughuli za utafuti katika eneo hili hivi karibuni. Tubaki huko jimboni Kivu ya Kusini tu. Utajua pia kwamba shirika la raia inayohusika na masuala ya mazingira ya huko Kalehe ya laani uendeshaji ya uvuvi haramu ya samaki wadogo wadogo ziwani Kivu.
Kiongozi wake Madaju Devot adhani kwamba hii ni namna moja wala ingine ya kuhatarisha usalama ya malisho kwa wakaaji ya maeneo ya Chibanda karibu na Ishovu. Huko hata sasa kuna wavuvi wanaendelea kuvua zile samaki ndogo ndogo. Ndiyo maana avutisha angalisho ya wavuvi hawa kuhusu kitendo kama na hicho ambazo kina madhara makubwa juu ya utajiri wa ziwa. Kumbukwe kwamba wataalamu wa masuala ya mazingira pembezoni mwa ziwa Kivu watoa kila mara tahadhari kuhusu uvuvi haramu kama na hii. Ni hususan uvuvi ya samaki uitwayo sambaza inaokuliwa na wakaaji wa Goma na Bukavu, ambao hapo sasa zina ugumu ya kuzaa kunako ziwa pande wa Kongo kwa sababu tu ya uharibifu ya maeneo yao uzalishaji kupitia uvuvi haramu. Kama nilivyosema kwa utangulizi, huko mtaani Punia tunapatikana jimboni Maniema, zaidi ya wasichana na wanawake 600 walifaidikia msaada wa vifaa vya usafi wa viungo vyao vya siri. Hii ni msaada iliyotolewa kwao na shirika lisilo la serikali ya Tear Fund pamoja na jamii ya kanisa la Kianglikani ya Kindu maarufu BDDC. Hii ni majibu halisi kwa masuala ya usafi, maji na pia mazingira mazuri kwa nufaa ya wakaaji wakimbizi waliorudi makwao, lakini pia majamii ya mahali walioguswa na mzozo kwa maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msaada huo yatolewa tu masiku machache kisha kingine cha hela mikononi kwa majamii wasiopungua 1309 kunako maeneo kiafya ya Punia. Nam, sasa nampisha Bernard Nyangi ili atutolee kipindi chetu cha pili cha matangazo yetu. Bernard Nyangi, nafasi ni kwako. Radio Okapi. Invité en Swahili. Jimboni Kivu Kaskazini, waasiriwa wa migogoro wadai haki na kuendeleza kumbukumbu ya mauaji ya halaiki yaliyotendeka maeneo yao. Mjini Beni, sherehe iliyoandaliwa na shirika Sevar ikiambatana na hiyo mpango wa kumbukumbu la Genocost iliwakusanya jamii hivi karibuni ili kutafakari wajibu wa kukumbuka kujitolea kwa vijana kwa mustakabali wa nchi. Tunampokea kama mwaliko wa siku Innocent Rugero, kiongozi wa shirika Sevar, akizungumza na Mark Marofimbo. Bwana Innocent Rugero, jambo. Jambo. Nini tunaweza kuelewa kuhusu kikao hiki ya leo ambayo inakutanisha watu wengi hapa kwa ICBC? Hapa tumefika kwenye ICBC, tuliweza kuandaa mkutano huu ili tuweze kukumbuka ndugu zetu ambao waliuawa, ndugu zetu ambao walikimbia makao yao, ndugu zetu ambao walilunguziwa nyumba zao, ndugu zetu ambao wanaendelea kuhangaika katika nchi yao. Hapa tumekuja ili tuweze kuwakumbuka vile vile na tuweze kupongeza tena wale ambao wamebakia. Vile vile tunakuja kulalamika ili wakuu viongozi wa nchi yetu hata na wapartenere wale ambao ni marafiki wa nchi yetu wote waweze kutupa msaada, waweze kusaidia hao ambao wamebaki, na vile waweze kusaidia ili amani irudi katika nchi yetu kabisa. Vile vile tunakuja hapa kwa sababu tunaomba ili justice ikuwe retabli, ili wale ambao wametenda maovu waweze kushikwa, waweze kwenda mbele ya sheria na waweze kujibu kwa matendo yao. Ndio, lakini Innocent, hali ya wahanga wala wa victime ni namna gani kwa sasa? Wanaishi namna gani? Kwa leo wanaishi hali mbaya sana. Wameishi hali mbaya sana, nimeweza kusema. Ukaangalia hapa pembeni kwenye kampi ambao wanakaa hawa ndugu zetu ambao wanaita wapigme, wako pale wanateseka, ukaona hawana dawa, hawana chakula. Ndio maana tunasema leo iko aktivite ambayo tuliandaa ni juu ya kulalamika, niko aktivite ya plaidoyer. Tunaomba wakuu viongozi hata na wapartenere wote ambao ni marafiki za nchi yetu waweze kuangalia vile ya kuajia msaada, waweze kupata sabuni, waweze kupata chakula, vile vile waweze kupata dawa. Ukaangalia hapo maisha ambao wanaishi, kila siku mmoja anaweza kufariki juu ya njaa. Ndio, dawa, sabuni, njaa, yote ni mahitaji ya dharura, lakini unafikiri nini taomba kweli kabisa ili hawa warudi katika haki zao? Ile ambayo tunataka waweze kurudia katika haki zao, tumeweza kuomba ili kukue justice. Unajua mtu akatenda maovu kisha tena kesho unamuona kwenye mjini anazunguka, inauma vikali. Lakini wakati mtu anatenda maovu, anaingizwa kwenye jela, anaingizwa kwenye justice, anakuwa traduit en justice, wakati anaweza kujibu na anafungwa,
tuna imani ya kwamba mwingine vitetere kesho hata rudilia, na ndio maana hiyo tunaomba justice ikuwe na hayo mambo yasirudi tena. Lakini mnaendelea kufuatilia majadiliano na viongozi kuhusu justice ile kama kwa mfano? Ndio tunaendelea kufuatilia, na ndio maana unaona katika mkutano huu wakubwa viongozi tuliwaita sababu waone wao wenyewe, isikuwe sema ni mabarua tunatuma hapa, hapana, wao wenyewe wakuja wajione. Ndio maana tulikuja hapa kwenye kuko site mahali ambapo watu wako wanahangaika, wanateseka, wataona. Tutapanda pale kwenye kampi, kisha hapa mkutano, kisha mkutano ya kanisa tutapanda kwenye kampi, wataona maisha ambao hawa wanapitia. Ndio maana tunataka waone na hao tuendelee kujadiliana ili sisi wote tuone kama amani tarudi katika nchi yetu na watu waishi kwa usalama. Inosa Rugero, shukrani. Na sisi tunakushukuru. Radio Okapi, dossier en Swahili. Wizara ya mkoa wa elimu, utumishi wa umma na ajira imezindua kampeni ya uhamasishaji katika mji wa Kindu ikilenga ulinzi wa ajira na umuhimu wa bima ya jamii kwa wafanyakazi wa sekta ya binafsi. Wanaohusishwa zaidi sana ni wakilishi wa mashule za kibinafsi. Kulingana na waandalizi, lengo si tu kuongeza uelewa bali pia kufuatilia utekelezaji sahihi wa sheria za kazi nchini Kongo katika makampuni yote ya kibinafsi na yaliyoidhinishwa shule na taasisi mkoani Maniema. Florence Kizalunga kwa maelezo zaidi. Mkaguzi wa kazi Amisi Zakuani alikuwa wa kwanza kuzungumza na kuhamasisha wamiliki wa shule kuhusu kufuata sheria za kazi. Ujumbe yetu pamoja na wandugu ni kuwaita kila umoja ajue namuna kuheshimia mapashwa yake kuhusu madokima mbalimbali na kujua kutengeneza kuishi na wafanyakazi wao. Kwa kuwaangaje banastahili kurespekte procedure, na kama bakuheshimu sheria itupeshia nguvu ya lomba pesa kupitia dejerade na watalipa, na kisha mwisho tunaanza kubafuatilia puke baheshimu ile mikataba. Baadaye mkuu wa kitengo cha ajira Joseph Matungulu alizungumzia swala la ulinzi wa ajira katika sekta binafsi. Kwetu ilikuwa ni kuangalia namna gani tunaweza kusaidia wafanyakazi wajue vitambulisho na vitabu na madokumenti zao. Kwa nini? Sababu ile ndio itawakinga, ingawa wakati penda kuwafukuza kukazi, ile vitabu ile mavitambulisho njoo itaweza kuwasaidia. Hatimaye Senses, mfuko wa kitaifa wa hifadhi ya jamii ikiwakilishwa na naibu mkurugenzi Michel Duda Banza, aliwakumbusha waliohudhuria umuhimu wa kusajili na kulipa michango ili kupata kustaafu kwao. Ujumbe ya Senses ilikuwa kuambia ba promoteur ya école privée bajikaze bakwe en ordre na Senses. Ça veut dire, est-ce que bako affilié, est-ce que chaque fin du mois bana déclarer ma cotisation, est-ce que bana lipa ma cotisation, est-ce que batoto yabo bana toucher ma allocation familiale. Tembe iko pale kila pensionnaire kona compte yake, anaenda anapata message, anakamata makutaki juu alikotize wakati alikuwa na nguvu. Hapa sasa anazeeka, anachoka, sense sasa inanja mu prendre en charge par rapport à ma cotisation yenye sasa alikuwa na nguvu alideclarer. Washiriki walionyesha kupendezwa sana na mada zilizoandaliwa. Basele Beloko Vena kutoka shule ya Dindoro ameonyesha maoni yake. Tunapata furaha sana kwa kuweza kutusisumua juu ya jambo hii. Tulikuwa wengi kuweza kuto kufahamu, ila tunasisumua vizuri na tunatumaini ya kwamba sisi wote wenyewe tulikuwa tunapumbazika na tulikuwa tunafahamia mwaka ujao tena hapa inafaa tuweze kuyameliore na kuweza kukamata mtu wote kama mtu na atumike saa vile kwa mtu na stahili. Karibu wamiliki 200 wa shule za kibinafsi walishiriki katika kikao hicho. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi. Na ni hapo tutaweka nanga kwa matangazo yetu ya asubuhi ya hii siku ya tatu. Mpendwa msikilizaji, endelea kufuata matangazo yetu kwa lugha zingine ya kitaifa, yaani Chiluba, Kikongo na Lingala. Kwangu kukupa tena aliko kwa nyakati za jioni kwa matangazo yetu ya lugha tukufu la Kiswahili.